Mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kucha nzima ya leo, ukiwa nawe Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani. Karibu tu sote, na kwanza tuanze na hili ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, aitaka Benki Kuu ya Tanzania BOT kuwa jicho la taifa lenye kuziona fursa na kubainisha vihatarishi vya uchumi wa nchi. Mwanahabari wetu Nelson Munema ana taarifa zaidi. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo amesisitiza kuwa taasisi hiyo ni chombo muhimu kinachopaswa kuchukua hatua kabla wengine hawajaona na kung'amua mapema mwelekeo wa uchumi katika muktadha wa kimataifa, hususan kwa kukabiliana na misukosuko ya kidunia, ikiwemo kukosekana kwa bidhaa na uhimilivu wa mifumo ya kifedha. Ushindani wa kimataifa unaotukabili sasa si wa rasilimali, viwanda na uzalishaji peke yake, bali pia uwezo wa nchi kutabiri na kukabiliana na mabadiliko ya mazingira ya kisiasa na kiuchumi ya dunia. Mageuzi tunayoyazungumza ni muhimu, lakini kama hayabadili maisha ya wananchi, yatasalia kuwa takwimu katika ripoti zetu. Rais Dr. Samia amepongeza hatua ya BOT kununua dhahabu ya ndani, ambapo alifafanua kuwa hadi kufikia mwezi Mei mwaka huu akiba ya dhahabu iliyosajiliwa imefikia tani 27.5. Kuhusu mikopo, Mheshimiwa Rais Daktari Samia ameitaka BOT kutafuta njia rahisi za kisasa za kuhakikisha kwamba mikopo katika sekta ya kibenki inarejeshwa katika mfumo utakaowasaidia wananchi. Wanawake na vijana walio wengi hawana hati za nyumba wala maeneo wala magari, lakini wana biashara, historia nzuri ya mauzo, kumbukumbu za miamala zinazoaminika na uwezo wa kurejesha mikopo. Hawa wafikirieni, tafuteni njia mnayoweza kuwaingiza wakaaminika na wakapata mikopo. Kwa upande wake, Waziri wa Fedha Balozi Dr. Hamisi Musa Omari amesema katika kipindi cha miaka 60 BOT imefanya mabadiliko ya kimfumo na kiuongozi ambayo imesaidia kuimarisha utendaji wake wa kazi, ikiwemo kulinda usalama wa kifedha. Tunakokwenda Tanzania kwenye ukuzaji wa uchumi wake, kwenye mageuzi ya kiuchumi, yanahitaji a new central bank katika utendaji wake, katika sera zake za fedha, katika uendelezaji wa sekta ya fedha, na jukumu hilo linapaswa libebwe na Benki Kuu ya sasa tulionayo. Hatua hizi zimekuwa na mchango mkubwa katika ukuaji wa sekta ya utalii, biashara, uvuvi na uchumi wa bluu, ambao ni mojawapo ya vipaumbele vikubwa vya maendeleo ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Maadhimisho ya miaka 60 ya BOT yamekwenda sambamba na kongamano la wadau wa sekta hiyo kitaifa na kimataifa, ikiwemo magavana wa Benki Kuu kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Benki Kuu ya Tanzania imeendelea kuwa sehemu ya mabadiliko haya na kusimamia mifumo na kuhakikisha inaleta maboresho ya mifumo ya malipo, kuhamasisha ubunifu na kuimarisha mifumo ya kidijitali ili kuiweka salama zaidi pale watu wanapofanya miamala yao nchini. Tunashukuru sana Benki Kuu kwa kazi ambazo na jitihada ambazo wamefanya katika kusherehekea miaka 60. Tunawapongeza na tunawatakia waendelee kufanya kazi vizuri. Kwa miongo 6, Benki Kuu ya Tanzania imeweza kupanua wigo wa huduma na kuweka utulivu wa kifedha. Kutoka hapa ukumbi wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, mimi ni Nelson Munema wa Channel 10. Naam, shukrani sana Nelson Munema kwa taarifa hiyo. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na Masuala ya Ukimwi imeitaka Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba Tanzania TMDA kuongeza juhudi za kutoa elimu kwa umma kuhusu matumizi sahihi ya dawa, kufuatia kuongezeka kwa tabia ya baadhi ya wananchi kutumia dawa kwa kufuata maelekezo wanayopata mtandaoni bila ushauri wa wataalamu wa afya. Amani Bando anatueleza. Kamati hiyo imeeleza kuwa matumizi ya dawa bila uchunguzi wa kitabibu au ushauri wa daktari yanaweza kusababisha madhara makubwa ya kiafya, ikiwamo kuathiri figo, ini na viungo vingine muhimu vya mwili,
huku yakichangia pia matumizi mabaya ya dawa na kuongezeka kwa usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Mwenyekiti wa kamati hiyo, Dr. Johannes Lukumai, akizungumza wakati wa ziara ya kamati kwenye mamlaka hiyo, amesema wananchi wanapaswa kutambua kuwa taarifa wanazozipata mtandaoni hazipaswi kuchukua nafasi ya ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa sababu watu wengi wako vijijini, wengine hawezi kusoma, waangalie sasa utaratibu au mikakati ya kuweka ili habari wafikie wananchi. Waongeze elimu kwenye matumizi ya dawa kwenye mitandao, watoe elimu kwa jamii, kwa sababu watu wengi sasa hivi wanakimbilia kwenye mitandao, wanaenda kununua dawa ambazo ziko chini ya kiwango, ambayo inapelekea kwenda kupata magonjwa mengine, yakiwemo magonjwa ya figo. Naibu Waziri wa Afya, Dr. Florence Samizi, amesema serikali imeendelea kuimarisha uwezo wa mamlaka hiyo ikiwamo kuboresha maabara zake pamoja na kufanya ufuatiliaji wa kudumu wa dawa zilizopo sokoni na kudhibiti ambazo hazijasajiliwa ili kutoleta madhara ya kiafya kwa watumiaji. Wanakwenda kwenye maduka kuangalia zile dawa zilizosajiliwa ndio kweli zinazouzwa kwenye madawa yaliyopo, na tumejionea jinsi gani sasa wanakwenda kugundua dawa ambazo watu wanaweka madukani ili hali hazijasajiliwa. Kiwango cha dawa bandia kwa mfano kwenye soko letu kiko chini ni 1% tu, na kiwango cha dawa duni kwenye soko letu ni 2%. Ila tuna asilimia kidogo nyingi kwa maana ya dawa ambazo hazijasajiliwa, karibu 28%, na ndizo bidhaa ambazo tunapambana nazo sana, kwa sababu bado wapo watu ambao sio waaminifu, wanatumia njia za panya, wanatumia mipaka yetu ambayo sio rasmi, wanapenyeza hizo bidhaa kuingia kwenye soko letu. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Serikali imeweka msisitizo mpya kwa watumishi wa umma kuzingatia uadilifu, uwazi na uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yao, ikieleza kuwa mpambano dhidi ya rushwa na utoaji wa huduma bora kwa wananchi huanza na maadili ya mtumishi mwenyewe. Mwandishi wetu Jamila Omar kutoka Arusha anatueleza. Akifungua mafunzo ya kamati ya uadilifu wa wajumbe wa kamati maalumu ya menejimenti ya ofisi ya waziri mkuu jijini Arusha, Katibu mkuu ofisi hiyo Dr. Jim Yonazi amesema uadilifu ni nguzo muhimu katika kuhakikisha utekelezaji wa majukumu na mipango ya maendeleo unafanyika kwa ufanisi. Dr. Yonazi amesema kila mtumishi wa umma ana wajibu wa kulinda maadili ya kazi na kuimarisha imani ya wananchi kwa serikali, huku akizitaka kamati za uadilifu kusimamia kikamilifu utekelezaji wa mikakati ya kuzuia rushwa na kuimarisha uwajibikaji katika taasisi za umma. Uadilifu ni nguzo kubwa katika utendaji katika sekta ya umma, lakini vile vile ni nguzo ya maendeleo. Mahali popote ambapo uadilifu haupo, kunatawaliwa na rushwa, uonevu, lakini vile kutotimiza majukumu. Hivyo upo umuhimu mkubwa sana kuhakikisha kwamba tunalinda na kujenga utamaduni na kuzingatia uadilifu katika ofisi zetu. Ninaamini kwamba sisi ambao tupo wakati huu ndio ambao tunaojenga msingi au kuendeleza msingi bora ambao ulijengwa na wale ambao tuliwapokea ofisi zetu. Kwa upande wake, mkurugenzi kutoka ofisi ya Rais Ikulu, Andrew Masawe, amewataka watumishi wa umma kutoa huduma kwa kuzingatia viwango vya taaluma na si kwa upendeleo, akisisitiza kuwa vita dhidi ya rushwa vinaanzia katika uwajibikaji wa kila mtumishi. Kesho pia watapata nafasi ya kupata mada nyingine ya msingi sana kwenye mafunzo haya, ambayo ni dhana ya mgongano wa maslahi, ambayo kwa kiasi kikubwa sana mgongano wa maslahi umeonekana kuwa ni chanzo kikubwa sana cha vitendo vya rushwa. Vitu ambavyo vimezingatiwa vya msingi ni swala la uwajibikaji, uwazi na uadilifu, ambamo ndani yake tulikuwa tunaendelea kujifunza namna ambavyo public reform programs ambavyo ilikuja kwa ajili ya kuondoa mentality ya ubosi na kuwa customer based public service. Mafunzo haya yanatarajiwa kuimarisha uwezo wa kamati za uadilifu katika kusimamia uwazi, uwajibikaji na maadili ya utumishi wa umma, hatua inayolenga kuongeza ufanisi na utoaji huduma kwa wananchi. Jamila Omar, Channel 10, Arusha.
Naam, mtazamaji, Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha mashambulizi mapya ya kijeshi dhidi ya Iran akidai kuwa kumepatikana mafanikio katika mazungumzo ya kumaliza vita. Ikiwa hayo amezungumza siku ya jana katika ikulu ya White House. Trump hakutoa maelezo mengi isipokuwa amesema anatarajia makubaliano dhaifu ya kuongeza muda wa usitishaji vita ulioanza mwezi April yakamilishwe katika siku chache zijazo, huku ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ikisema kuwa Israeli si mshiriki wa makubaliano hayo kati ya Marekani na Iran. Wakati huo huo, katika mahojiano kwa njia ya simu na television ya taifa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghei amesema maandishi ya makubaliano hayo kwa kiasi kikubwa yamekamilika, huku akisema kilichofanya kuchelewa ni mabadiliko katika misimamo ya Marekani katika mchakato huo. Baada ya kufungwa kwa kipindi cha msamaha wa usajili wa hiari kwa ukusanyaji na wachakataji wa taarifa binafsi, Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC imetangaza kuanza kwa utekelezaji mkali wa sheria dhidi ya taasisi zote zinazokiuka matakwa ya usajili. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anatueleza. Akizungumza jijini Dodoma kuhusu utekelezaji na uzingatiaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi sura ya 44, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi Dr. Emmanuel Mkilia amesema utekelezaji kamili wa sheria hiyo ulianza Aprili 9, 2026 baada ya kumalizika kwa kipindi cha usajili wa hiari kilichofungwa Aprili 8 mwaka 2026. Tume inatoa maelekezo yafuatayo. Taasisi zote ambazo zilianza mchakato wa usajili lakini hazijakamilisha zinatakiwa kukamilisha usajili huo ndani ya siku 7 kuanzia leo tarehe 12 mwezi wa 6 2026. Taasisi ambazo hazijaanza kabisa usajili zinatakiwa kuanza na kukamilisha ndani ya siku 7 za kazi kuanzia tarehe 12 mwezi wa 6 2026. Taasisi zote zinatakiwa kujiandaa kwa ukaguzi wa uzingatiaji wa sheria ambao umekwisha anza na unaendelea. Na 4, taasisi zote zinapaswa kuhakikisha zina sera za ulinzi wa taarifa binafsi. Aidha, Dr. Mkilia amesema kuwa wananchi wana haki ya kulinda taarifa zao binafsi kwa mujibu wa sheria, na pale ambapo kuna ukiukwaji wa taarifa hizo wanapaswa kuzifikisha kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi kwa ajili ya hatua zaidi. Tume inawakumbusha wananchi kuwa wana haki ya kulinda taarifa zao binafsi kwa mujibu wa sheria. Wananchi wanahimizwa kutumia haki zao ikiwemo kuwasilisha malalamiko kwa tume endapo watabaini matumizi yasiyo halali ya taarifa zao au ukiukwaji wa faragha zao. Tume inaendelea kutoa elimu, miongozo na usimamizi ili kuhakikisha Tanzania inakuwa na mifumo imara wa ulinzi wa taarifa binafsi unaolinda haki ya wananchi na kuimarisha imani katika matumizi ya teknolojia na huduma za kidigitali. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Mkuu wa wilaya Moshi Godfrey Mzava ameataka madawati yote ya ustawi wa jamii kuanzia manispaa na yale ya jeshi la polisi kutofumbia macho watuhumiwa vitendo vya ukatili dhidi ya watoto pindi kesi zao zinapowasilishwa katika madawati hayo ili kusaidia kupunguza vitendo hivyo katika jamii. Ahmed Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Mheshimiwa Mzava amesema hayo kuelekea maadhimisho ya siku ya mtoto Afrika yanayotaraji kufanyika Juni 16 mwaka huu, na kueleza kuwa madawati hayo yanapaswa kufanya uchunguzi wa haraka pindi wanapopata taarifa za ukatili ili hatua kali za kisheria ziweze kuchukuliwa kwa ajili ya kuwanusuru watoto na changamoto zinazowakumba. Kuanzia dawati la ustawi wa jamii lililopo ndani ya manispaa, ile lililopo jeshi la polisi, endapo matukio haya yatatokea, uchunguzi ufanyike kwa haraka na hatua madhubuti zichukuliwe na zionekane zimechukuliwa ili iwe funzo kwa watu wengine. Na jambo hili likifika kwenye meza yangu, mimi sitakuwa na muhali wala kumwonea haya mtu yoyote yule ambaye amefanya ukatili dhidi ya mtoto, kwa sababu dhamana ya usalama wa watoto hao iko mikononi mwetu sisi viongozi, wazazi na walezi ambao tumepewa dhamana ya kuwahudumia na kuwasimamia watoto hao. Ni vyema elimu hii endelee kutolewa maeneo mbalimbali kusaidia jamii
kuondokana na vitendo vya ukatili vinavyoendelea katika maeneo yetu. Akisoma risala kwa niaba ya watoto manispaa ya Moshi, Charity Matimba amesema licha ya elimu inayoendelea kutolewa katika jamii, lakini bado zipo changamoto za baadhi ya wazazi na walezi kutowajibika ipasavyo, ikiwemo kutokuwa wawazi wakati wa malezi ya watoto wao. Wazazi kutozingatia wajibu wa msingi wa malezi na maadili na kumfanya mtoto kwa kipaumbele cha pili katika wajibu wao. Pamoja na elimu kutolewa mara kwa mara, baadhi ya wazazi kutoa ushirikiano katika masuala ya malezi na makuzi ya watoto. Kuwahifadhi watoto ndani si swala la haki kwa mtoto. Kwanza unamnyima haki yake ya msingi, lakini pia unamnyima haki yake ya kisheria, na kwake pia anakuwa hana ule uhuru wa kujumuika pamoja na watoto wengine. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Na mtazamaji, licha ya serikali kutaka watu wenye ulemavu kupewa kipaumbele kwenye mikopo hususan ya 10% inayotokana na mapato ya ndani za halmashauri, chama cha watu wenye albino katika halmashauri ya mji wa Babati mkoani Manyara, vijana wenye ulemavu wa ngozi kwenye halmashauri hiyo wamelalamikia kukosa mikopo hiyo ambayo inalenga kuwakwamua kiuchumi. Ila Kimani anatueleza. Changamoto hiyo wameitoa wakati wakiadhimisha siku ya watu wenye ualbino mjini Babati, wakisisitiza halmashauri hiyo kuzingatia kauli mbiu ya maadhimisho hayo yenye ujumbe wezesha watu wenye ualbino kwa maendeleo jumuishi na endelevu. Kuangalia kwa jicho la huruma na usawa wa kuweka mazingira rafiki ya kupata mikopo, mafunzo na fursa za kiuchumi. Mkataba wa kimataifa wa watu wenye ulemavu pia albino uko hapo. Kwenye sasa mkataba huu uko mwaka 2006 Akizungumzia changamoto hizo, mwakilishi wa mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Babati Joseph Sanga amewataka watu wenye ulemavu kwa kuendelea kuwa wavumilivu, kwani halmashauri inatambua umuhimu wa haki ya usawa kwa jamii wakiwemo walemavu. Hapa katika maendeleo ya jamii nimeshaambiwa mkopo 10%, 2% ni kwa walemavu ambao hawahitaji kuwa na kikundi wenyewe ni mmoja, lakini lazima uwe na kitu ambacho mkianzisha. Alafu kuna 4% ni vijana na 4% ni wanawake. Kwa hiyo mna fursa nzuri. Sisi kama dawati la kwanza tunapinga ukatili wa aina yoyote, uwe wa kimaumbile, wa rangi na kijinsia. Kwa hiyo hapa tulipo sasa hivi kuna namba za dawati ambazo kwamba namba hizo ni bure. Kwa hiyo namba zetu ni 116, namba hizi ni bure. Pauline Mvungi. Na mtazamaji, ni taarifa yake hiyo ile Kimani kutoka Manyara, lakini imesomwa hapa studio na Pauline Mvungi. Tukiendelea mbele, Jeshi la Kujenga Taifa JKT limewataka wahitimu wa kidato cha 6 ambao bado hawajaripoti katika mafunzo kwa mujibu wa sheria kufika katika kambi za JKT zilizo karibu na maeneo wanaoishi kuanzia leo Juni 12 hadi 15 mwaka huu, baada ya kuongezwa muda wa siku 4 kufuatia changamoto mbalimbali zinazowazuia kuripoti ndani ya muda uliotolewa awali. Mkuu wa tawi la operation na mafunzo wa JKT Brigadier General Peter Mnyani amesema vijana hao walitaka kuripoti kambini kati ya Juni 1 na 7 mwaka huu, lakini sasa watapokelewa katika kambi zote za JKT zilizo karibu na makazi yao isipokuwa kambi za Ruvu mkoani Pwani, Makutupora mkoani Dodoma na chuo cha uongozi cha JKT kilichopo Kimbiji jijini Dar es Salaam. Amesema mafunzo hayo ni sehemu ya kuwajengea vijana uzalendo, nidhamu, ujuzi na uwezo wa kujitegemea. Hivyo amewahimiza wote ambao bado hawajaripoti kutumia fursa ya muda wa nyongeza iliyotolewa kufika kambini na kutekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria. Hebu tupate kumsikiliza Brigadier. Ikumbukwe kwamba mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja General Rajabu Nduku Mabere alishatoa taarifa ya wito huu, lakini hadi hivi sasa hivi vijana wamesharipoti makambini, isipokuwa kuna baadhi ya vijana ambao wameshindwa kuripoti makambini kutokana na sababu mbalimbali. Kwa hiyo kwa busara za kiuongozi ameona ni vyema akaurudia wito huu siku ya leo
ili vijana hawa ambao wana changamoto mbalimbali za kifamilia majumbani kwao, wameshindwa kwenda kuripoti katika makambi haya, waende sasa wakaripoti kwenye makambi yaliyo karibu na maeneo wanayoishi. Haya, walimu na wanafunzi wa skuli ya msingi na sekondari Miti Ulaya wamesema changamoto ya uhamisho wa walimu mara kwa mara pamoja na utoro wa wanafunzi ni miongoni mwa sababu zinazochangia kushindwa kufutwa kwa matokeo ya Division 0 katika skuli hiyo. Masanja Mabula kutoka Pemba anatueleza zaidi. Walimu na wanafunzi wa skuli ya Miti Ulaya wametoa kauli hizo mbele ya mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Hatibu Yahya wakati wa ziara yake maalumu ya kuimarisha elimu na kuongeza kiwango cha ufaulu wa wanafunzi. Hatuwezi kufaulisha. Na hii tunaona wansi kwa nini hususan mwaka huu inazidi. Kwamba mara ondosha mwalimu huyu, mara ondosha mwalimu huyu, mara ondosha mwalimu huyu, na bahati mbaya sasa hawaletwi wengine. Naomba walimu ondoshewe katika skuli yetu. Wanafunzi wa form 4 ni watoro sana, kiasi ambacho tushawaita wazazi wao. Kwanza tulimweleza mwalimu mkuu akatuambia tuchukue hatua wenyewe za kuwaita wazee, na yeye yuko pamoja na sie. Katika nasaha zake kwa walimu na wanafunzi, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Hatibu Yahya ameweka bayani mikakati ya serikali ya mkoa inayolenga kuimarisha kiwango cha ufaulu na kuongeza idadi ya wanafunzi wanaopata matokeo ya daraja la kwanza na la pili katika mitihani ya taifa. Mikakati ya mkoa ni kuondosha 0 katika mkoa wetu, na 0 hili sio kama linaondoka tu, ni lazima lifanyiwe kazi. Miongoni mwa kufanyiwa kazi kwa 0 hili, kwanza ni kuja shuleni mukasoma kwa bidii, walimu nao wakafundisha. Ile habu si ya skuli ya Limbani, ile ni habu ya zoni zote katika wilaya ya Wete. Maana kila mwalimu mkuu ambapo anahitaji kwenda kutumia ile habu, maana yake ni kupeleka taarifa siku fulani na siku fulani tutakuja na wanafunzi wetu kujifunza. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Na taasisi inayojishughulisha na miradi bunifu yenye matokeo chanya kwenye jamii Tycoon umezindua mpango maalum wa kuibua vivutio vya utalii mkoani Mbeya kwa kuandaa shindano la kutengeneza makala, picha na video za kutangaza vivutio vya utalii ambalo litashirikisha vijana wa vyuo vikuu 5 vilivyopo mkoani Mbeya. Taarifa zaidi na Rose Chapewa anatueleza. Shindano hilo limeandaliwa mahususi baada ya kubaini idadi kubwa ya wanafunzi wa vyuo vikuu katika mkoa wa Mbeya hawana uelewa mkubwa juu ya vivutio vya utalii vilivyopo ndani ya mkoa huo, lakini pia wakabainisha kuwa katika uchunguzi wao wa awali umebaini uwepo vivutio vingi ndani ya mkoa huo. Kwa tunapenda kila mwanafunzi kuanzia Mbeya lakini na nyanda juu kusini na Tanzania nzima wafahamu kuhusu mambo ya utalii, yani waweze kusimulia nchi yao wao wenyewe. Kwa hiyo kutokana na hilo sasa tuje na mradi huu ambao unaweza kusaidia kwa ukubwa sana vijana waweze kusimulia nchi yao wao wenyewe. Tusipate watu ambao mtu yuko nje ya Tanzania au nje ya Mbeya, nje ya Afrika anakuja kutusimulia sisi vitu vyetu ambao tuko nao sisi wenyewe. Ni fursa ambayo inasaidia vijana kujitangaza kwanza wao wenyewe, kuonesha vipaji vyao, kuonesha nini wanacho, hasa kuna mambo ya utalii, kuna kutengeneza video nzuri, kutengeneza picha nzuri, kutengeneza documentaries, tukisimulia vizuri. Naamini kabisa utamaduni wetu, asili yetu, kutunza mazingira, kuhifadhi vitu vyetu havitapotea kwa sababu tutakuwa tumeshapanda mbegu kwa watu ambao wanakuja. Mkoa wa Mbeya vinafika 300 vivutio vya utalii mkoa wa Mbeya, na hatujamaliza, tunaendelea. Mgeni wa heshima katika ufunguzi wa shindano hilo ni mkurugenzi wa jiji la Mbeya Justice Kijazi, ambaye amewakilishwa na Anna Mary Joseph. Niwaombe Tycoon, vijana waliopo hapa ni vijana wa vyuo vikuu, lakini tuna vijana wengine kule wako ngazi za chini. Kuna wanafunzi wanaosoma A-level, kidato cha 5 na cha 6, mwafikirie nao, lakini pia kuna wanafunzi wanaosoma form 1 mpaka form 4, mwafikirie. Lakini tushuke mpaka chini kwenye shule za msingi. Lakini zaidi ya kushindana, tunakwenda kuijenga Tanzania moja kupitia swala la utalii. Tutashindana kwa ubunifu, tutashindana kwa maarifa, tutashindana kwa kusimulia hadithi za nchi yetu, lakini pia hadithi specifically zilizopo ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Kutoka mkoani Mbeya, mimi
Mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10 Plus. Ethiopia imedai wapiganaji wa Tigray kaskazini mwa nchi hiyo wanajiandaa kuanzisha mashambulizi dhidi ya serikali ya shirikisho katika siku zijazo, jambo liloibua hofu ya kurejea kwa vita. Waziri wa Ethiopia anayeshughulikia masuala ya Afrika Mashariki Getachew Reda pamoja na mkuu wa idara ya ujasusi Ridwan Hussein wamesema wanachama wenye msimamo mikali wa Tigray People's Liberation Front TPLF, chama chenye ushawishi mkubwa ambacho kina mvutano na serikali ya nchi hiyo, wameamua kuanzisha mashambulizi hayo. Hapo awali, mamlaka nchini Ethiopia ilishutumu TPLF kwa kuimarisha uhusiano wake na Eritrea, ingawa kundi hilo limekanusha madai hayo, huku TPLF yenyewe ikiwa haijasema kitu kuhusu madai hayo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatupa wasaa kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi, mimi ni Lulu Ali.